Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Amen. Karibuni kwenye tafakari yenye kichwa nafasi tatu za kiongozi. Nafasi tatu za kiongozi. Kuletea tafakari hii ni mimi Padri Dr. Faustini Kamugisha, paroko wa parokia ya Minziro, Jimbo Katoliki la Bukoba, na msimamizi wa kituo cha Hija cha Mtakatifu Yohane Maria Mzee. Wapendwa, tumezoea kusikia nafasi ya mbele ya kiongozi ikibainishwa na maneno tuko nyuma yako, tuko nyuma yako, kuonesha kwamba yeye kiongozi yuko mbele, lakini wafuasi wako nyuma kumpatia sapoti, kumpatia msaada. Lakini kusema kweli, kuna nafasi tatu za kiongozi. Kiongozi si swala tu la kuwa mbele, kuna nafasi tatu za kiongozi. Papa Francis alisema kiongozi mzuri anapaswa kuwa mbele ili kuongoza, katikati ya watu ili kusikiliza, na nyuma ili kusaidia wale walio na udhaifu. Kiongozi anakuwa mbele kuonesha njia, kuonesha mfano, kutangulia, anaonesha mahono, ni mbeba mahono, ni mbeba dira. Lakini kiongozi anakuwa katikati kutega sikio, anakuwa katikati kuwasikiliza wafuasi wake, kuvaa viatu vyao na kutatua kero zao. Kiongozi anakuwa nyuma kuwainua walio dhaifu, anakuwa nyuma ili wengine wasichepuke na kwenda pembeni ama na kupotea, anakuwa nyuma kuwasaidia wanaojivuta. Hizi nafasi tatu za kiongozi tunaweza tukazieleza kwa kina kidogo. Kwanza, kiongozi mbele, leadership by vision. Kiongozi hapa anaongoza kwa mfano, anatoa maelekezo, kuna dira, kuna mwongozo, kuna maono. Bwana wetu Yesu Kristo alisema mchungaji mwema huongoza kondoo wake na wao humfuata. Yohana sura ya 10 mstari wa 4. Kiongozi anakuwa mbele kama mchungaji, mbele ya kondoo. Kiongozi anawapeleka wafuasi wake mahali sahihi, sehemu bora. Kuna ambaye alimfuata dereva wa taxi, palikopo na msongamano wa magari kwenye jiji. Akafikiria dereva wa taxi anaweza akawa kiongozi kwenye barabara, maana anakaa barabarani sana. Kwa hiyo akamfuata dereva wa taxi alipochepuka. Kushangaa, dereva wa taxi anaenda kuegesha gari nyumbani na huyo amemfuata. Ndio maana mtaalamu wa mafundisho ya uongozi John Maxwell anatuambia kiongozi ni yule anayejua njia, anaiendea na kuwaonyesha wengine njia hiyo. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mtumishi wa Mungu, alisema kiongozi lazima awe mfano wa kuigwa. Hawezi kuambia watu wake wafanye kazi kwa bidii huku yeye mwenyewe akiwa mvivu. Kwa hiyo kiongozi anaongoza kwa mifano. Wahenga wa Kigiriki walisema kiongozi ni mwanga unaoongoza gizani. Lakini pili ni kiongozi kati ya watu, leadership by presence. Kiongozi anakuwa karibu na watu, ananuka harufu ya kondoo. Wahenga wa Israeli walisema mchungaji lazima anuke kama kondoo. Kiongozi lazima anuke kama watu anaowaongoza. Anajua shida za wafuasi wake, anakuwa nao katika raha na shida, katika magonjwa na afya. Anajua changamoto zao, anajua mitihani yao, anajua huzuni wao, anajua viunzi vyao wanavyoviruka, anajua udhaifu wao, lakini na nguvu zao. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, ukisoma Yohana sura ya 10 mstari wa 14 hadi wa 15, mimi ndimi mchungaji mwema, nami nawajua wangu na wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo mimi, nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Mwisho wa kumkuu. Yesu alikula na watakatifu, lakini alikula chakula na wadhambi. Kiongozi lazima ajali watu wake. John Maxwell, mtaalamu wa fundisho juu ya uongozi, alisema watu hawajali kiasi cha maarifa ulichonacho mpaka wahisi kiasi cha upendo wao kwao. Kiongozi anabudi kujali. Kiongozi anabudi kuwaendea wengine anaowaongoza. Henry Ford alikuwa anatoka katika ofisi yake na kwenda kwenye ofisi za watendaji ambao wako chini yake. Alikuwa anasema ni rahisi mimi
nikitaka kutoka kwenye ofisi zao ni rahisi kutoka, lakini mimi si rahisi kumfukuza mtu ambaye amekuja kwenye ofisi yangu. Alikuwa anajali muda. Lazima kiongozi awasaidie watu, awe katikati yao. Kuna kiongozi mmoja alimwona maskini omba, akampatia chakula na pesa, lakini akamsikiliza, akaongea naye, akamuuliza jina. Kuna maskini ambao majina yao wamesahau kwa vile hakuna naye waita, wanapewa pesa lakini hakuna naye wauliza jina lako unaitwa nani. Siku ya pili alipokumbana naye yule maskini, alimwambia yule kiongozi, sikumbuki chakula ulichonipa, lakini nakumbuka upendo ulionionyesha. Ukikutana na mtu ukaongea naye, anapima kichwa chako, anapima akili yako, lakini ukiondoka anapima moyo wako. 3, kiongozi nyuma. Leadership by support. Kiongozi anakuwa nyuma kuhakikisha hakuna naye chepuka, hakuna naye potea, hakuna naye hata nyuma. Uongozi ni utumishi. Unapoongoza unatumikia, na kutumikia ni kutawala, kutumikia ni kuongoza. Tunasoma Mathayo sura 23 mstari wa 11, atakaye kuwa mkubwa miongoni mwenu na awe mtumishi wenu. Kutumikia ni kutawala. John Maxwell, mtaalamu wa mafundisho ya uongozi, anasema kiongozi si mkuu kwa sababu ana mamlaka, bali kwa sababu anaweza kuwawezesha wengine. Kiongozi ni mwezeshaji kisaikolojia. Kiongozi ni mwezeshaji labda kwa vitu. Kiongozi sio mkwamishaji. Mwalimu alimwambia mwanafunzi wake, utakapokuwa kiongozi hakikisha unawahudumia wengine kwanza. Ukilitumikia kwanza utakuwa kiongozi bali bosi. Wapendwa, tumeelezea nafasi 3 za kiongozi. Kiongozi anakuwa mbele, kiongozi anakuwa katikati, kiongozi anakuwa nyuma. Naomba ujumbe huu watumie wengine. Share, lakini usisahau kusubscribe. Tumsifu Yesu Kristo.